kuwa mji mkuu wa Kongo. Kwani ataanzia huku? Nini linamleta kwa kufikia Bukavu, kwa kufikia Goma, kwa kufikia sijui wapi? Nini kabisa lengo litamleta? Atademea, watapita wapi? Njia gani? Na wana malengo gani? Kwa nini Kabila amechagua kutokea mjini Goma, eneo la waasi? Inamaanisha ile kauli ambayo Rais Felix Tshisekedi alisema kwamba anawaunga waasi wa M23 ni ukweli? Hiyo ndio tunataka kukamilisha kwamba inaweza kuwa ni ile, na si Rais Felix Tshisekedi tu. Kuna wadadisi wengine wa mambo ambao walikuwa wanashakia sana kwamba kwa sababu alipojitokeza kwenye magazeti na kwenye vyombo vya habari huko Afrika ya Kusini, alisema kwamba yeye si kabisa chanzo cha mizozo ya Kongo. Lakini leo sasa kusema kwamba atajitokezea Goma, tunajiuliza kwanza atapita wapi, kwa sababu hakuna ndege ambayo inatua Goma. Atapita Kigali, na jana alikuwa anagombana na Kigali wakati alikuwa angali kwenye madaraka. Ile inaonyesha kwamba anakuwa na mkono ambao unaonekana waziwazi, unatoka kwenye mfuko unaingia kwenye mzigo, na inaonekana kwamba anakuwa na macho mbili wala licho moja kwenye uvamizi wa Kongo leo. Labda kwa mtazamo wako, mbona amerejea wakati huu? Ndio tunajiuliza kwa nini amerejea wakati huu, kwa sababu naona kuna mazungumzo ambayo yameanza huko Doha, na wamemchagua mwingine ambaye ataendelesha mazungumzo kisha kukataa kwa bwana Lorenzo kwamba yeye hataendelea na mazungumzo. Wamemteua mwingine, labda anakuja kuwasaidia na mawazo mengine na kujionyesha kinaga ubaga kwamba ninakuwa mwenyeji wa hiki kitu na hakuna kitu ambacho kinaweza kuendelea kufanyika na mimi siko kama mwenyeji, kama yule ambaye nimekipanga tangu siku nyingi. Na sisi kweli kabisa inatuvunja moyo kusikia kwamba rais ambaye ametoka madarakani jana, kumbe inaonekana kabisa kwamba ni yeye ndiye alikuwa anawapatia hawa watu mbinu zote za kuanzisha vita na kuendelea kumwanga damu wa Wakongomani mashariki ya Kongo. Naam, chama cha PPRD ambacho ni chama chake Kabila kimekataa mashauriano ya kisiasa na chama cha Rais Felix Tshisekedi. Nini pendekezo mbadala? Tuna tena haja ya vita. Damu imeshamwagika sana, tuko na shida ya amani. Ikiwa ni mazungumzo ilete amani, Wakongomani watapendezwa, lakini tusizungumuze na yule ambaye ametoka Rwanda kuja kutuvamia. Watazungumuza na Wakongomani wa ndani ambao wanakuwa kwenye huu uvamizi. Na umoja ameshaonekana ni bwana Kabila, hana tena haja ya kukatala mazungumzo. Aenda azungumuze kwa sababu kinaga ubaga ameshaonekana kwamba anakuwa na mkono ndani ya haya ambayo yanafanyika mashariki ya Kongo. Ni kushukuru sana bwana Andrew Biadunia kwa mchango wako jioni ya leo. Ni mimi nakushukuru sana, asante. Na sasa ni saa 12:46. Nimpishe mwenzangu Benson Wakoli anakujia na makala ya habari rafiki.